Watu wa Moshi people. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti pamoja na timu yote, wajumbe wa kamati kuu pamoja na wale wote ambao umeongozana nao, kipekee kabisa nipende kuwashukuru sana watu wa Moshi. Asanteni kwa kutupokea kwa kishindo. Huu umati ni mkubwa sana. Na ni bahati nzuri hakuna hata mmoja amekuja hapa amesafirishwa. Wote mmekuja kwa nauli yenu na baadaye mtaleta tone. Katika kipindi ambacho chama chetu kinapitia, kimsingi kinapita katika wakati ambao hakijawahi kupita tangu kuanzishwa kwake. Kinapoona watu wako wengi namna hii bado wanaendelea kusikiliza, mnatupa matumaini makubwa sana. Katika kipindi ambacho watawala walidhani wanaweza wakanyamazisha sauti zetu kwa kumkamata mwenyekiti wetu na kumbambikiza kesi ya uongo ambayo mwisho wa siku hukumu yake ni kifo, lakini bado mnaona Chadema wanaendelea kuchanja mbuga na ninyi mnaendelea kuwaunga mkono, ni jambo ambalo linaleta matumaini makubwa sana. Na kwa sababu hizo, ninyi wananchi, tuendelee kuwaomba mtuunge mkono, lakini pia muendelee kukiombea chama chetu kwa kuendelea kuwaombea viongozi wetu. Wanapita katika kipindi kigumu, wanahitaji hekima, wanahitaji busara, wanahitaji maarifa ya kimungu ili waweze kutuvusha katika hiki kipindi salama na tuibuke ni washindi. Sasa katika kipindi ambacho ninyi mnaona kuna sekeseke, mambo ni mengi yanaendelea, hata vitisho pia vingi vinaendelea. Viongozi wetu sione wamekaa hapa mbele, wana message nyingi sana. Kila mtu anawaomba wachukue tahadhari kila wanapoenda, kwa sababu imeshajulikana nia si njema. Kuna nia ovu nyuma ya kila kinachoendelea katika nchi hii, hasa kuhakikisha wanazima upinzani wa kweli usiwepo katika nchi yetu. Pamoja na hizo harakati ambazo watawala wanafanya kuhakikisha wanazima upinzani wa kweli katika nchi, pamoja na vitisho ambavyo wameendelea kutoa, lakini pia ndugu zangu, bado kuna ndugu zetu wanauawa katikati yetu, na bado kuna ndugu zetu wanatekwa katikati yetu. Tuko hapa muda huu kwa namna siasa za nchi hizi zilivyochafuka. Wewe uliyevaa nguo ya Chadema unawaza hivi, ni kweli nyumbani nitafika au nitaishi hapa? Wameteka watu wetu. Wamemteka Mdude nyumbani saa 8 za usiku. Watu wamekwenda, wamejitambulisha ni askari, wamemchukua, wameenda naye. Hayupo mpaka leo. Walimchukua ndugu yetu anaitwa Amani Manengero pale Mwanza. Kijana mdogo kabisa. Alikuwa anapinga serikali hii na uonevu wake kwa nguvu zake zote. Mpaka dakika hii tunavyoongea, walimteka na hajaonekana. Walimchukua kijana wetu Soka. Alikuwa anapinga kwa nguvu zote utawala wa kidhalimu unaoendelea katika nchi hii. Walikwenda, walijitambulisha watu kama ni maaskari, wakamteka, hajulikani aliko mpaka leo. Na ukitaka kujua kwamba sasa hivi haya mambo hawaogopi kuyafanya hadharani, walimchukua
Na mimi ninapozungumza mambo haya, kuna watu wanadhani kwamba wao wako salama kwa sababu wao ni Chadema. Jana nilitoa mfano mmoja, nikasema yuko mwana CCM anaitwa Daniel Chonchori, ni mjumbe wa mkutano mkuu taifa wa CCM. Jana nimeona CCM wametoa orodha ya wajumbe wa mkutano mkuu wa CCM wako 1907. Mmoja kati yao hayupo, anaitwa Daniel Chonchori wa 1908. Walikwenda kumteka nyumbani kwake, alikuwa anafanya mazoezi nje, wakaja watu wakamchukua wakamweka kwenye gari, hajulikani aliko. Na mwenyekiti wetu wa mkoa wa Mara ananiambia jana kwamba sio tu huyo aliyetekwa, wameteka watu zaidi ya 3 wa CCM na mwingine ni mwenyekiti wa kijiji. Kwa hiyo wewe uliyeko hapa unayejidhania uko salama, hauko salama kiasi hicho. Sijui kama tunaelewana ndugu zangu. Hauko salama kiasi hicho. Sasa naomba niombe sisi Tanzania tuendelee kupiga kelele, tuikemee serikali, tuiambie kwamba vitendo hivi vinapaswa kukoma mara moja, kwa sababu hayo mtu ndugu yangu ukiuchukua haurudi tena, ukienda umeenda. Kwa hiyo tusaidiane, tukemee kwa pamoja matendo haya yasiendelee, na tumwambie Rais Samia watu wake kama wameshindwa kazi, yeye kama amiri jeshi mkuu ambaye anasimamia vyombo vyote vya ulinzi na usalama, awaondoe watu hao makazini, au wakiweza wajiuzuru wenyewe, lakini uchunguzi wa kina ufanyike ili ndugu zetu ijulikane sababu za kutekwa na kuuawa kwao. Asanteni kwa kunisikiliza watu wa Moshi. Kwa ajili ya muda